Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana mtazamaji mpendwa Al-Huda TV mwongozo kwa umma. Karibu tena katika awamu nyingine ya mapishi hii leo, ikiwa ni tarehe 29 mwezi Julai mwaka wa 2021, ni sawa na tarehe 18 mwezi wa Dhulhijja 1442 katika kalenda yetu ya Kiislamu. Wakati umewadia wa mapishi, tufuatilie katika mitandao yote yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, tupo live sasa hivi, vile kwenye YouTube tupo kupitia Al-Huda TV Kenya. Na sipo peke yangu, kabla niweze kumkaribisha mpishi wetu leo, nipo na Ali Salim. Ali Salim, karibu tena. Shukrani sana. Karibu wewe. Asante sana. Unajua Safuma? Tutaijua. Jina mwenyewe pia nimelisikia leo, tutajua asili ya chimbuko la jina hilo ni gani. Karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye awamu ya tatu na ya mwisho wa siku ya leo Alhamisi adhimu kabisa, ikiwa ni kitengo cha mapishi. Tumekuwa na wapishi mbalimbali tukipika vyakula mbalimbali, lakini leo tunakula vyakula vya kiafya au wanasema organic foods. Kumbuka wewe mtazamaji una fursa kuweza kutupigia simu kupitia nambari 0729 078787 kama una swali lolote kuhusiana na mapishi ya siku ya leo. Kumbuka mapishi watatueleza mpishi wetu manufaa yake ni gani. Je, unapokula inasaidia nini kwenye mwili? Kuna viungo mbalimbali, viungo adhimu, viungo ambavyo bei yake sio ya kawaida. Tutaweza kuvijua baadaye. Kumbuka siku ya leo sina mwingine bali ni Chef Kibua. Wengi wanajua kuwa wapishi ni watu ambao wamesomea katika masuala ya kipishi, lakini huwa leo akili yake ni pana kabisa, amesoma masuala mengi, tutaweza kumjua zaidi. Hebu tumfahamu na tuambie jina lake aswa kamili ndio tuweze kumjua. Karibu sana Chef. Hebu kwanza kabla uweze kupokea shukrani za kuweza kukaribia, hebu tupatie majina kamili. Asanteni sana Al-Huda televisheni, asanteni sana ambaye wakaribishaji wangu hapa ambao tunao hapa. Kwa jina langu naitwa Chef Njadhi Kabue. Mimi ni mzaliwa wa hapa Kenya na nimeishi hapa Kenya, nimelelewa mpaka nikafikisha miaka 20 tangu nikatembea kule Marekani kwa kusoma. Na nikasoma degree ya kwanza, degree ya pili katika political science na filosofia, alafu nikasomea mambo ya medical anthropology kwa degree ya upili. Kisha nikasoma mimi mwenyewe independent study kwa muda, alafu nikafanya sasa masomo hasa halisi ya upishi ambao ni kwa culinary studies, na nimekuwa nikifanya kazi kule Marekani na nchi zingine mbalimbali nikisukumia hasa na nikisomesha hasa ubora wa chakula na hata masomo inaitwa food literacy, ufahamu kamili wa chakula na ambavyo vile inavyozingatana na hali ya afya bora. Safi kabisa. Shukrani sana. Ina maana kwamba umesomea pia political science, lakini sasa hivi unajihusisha na mambo kama haya. Inamaanisha kwamba unapenda kufanya hichi kitu? Haya swali nzuri sana dadangu. Political, ile siasa, kwanza ile quote yangu ambayo iko most popular na naweza kusema kama naweza kusema hivyo, ni ya kwamba chakula ndio ile siasa kali sana. Kila mahali natembea nikisema nimesoma political science, watu wananiuliza unataka kusimama MP huko? Lakini ilikuwa ni siri kwa muda mrefu. Mimi nilisoma kwa undani, nikaona ile siasa kubwa sana ni ya chakula, kwa sababu hakuna kitu hata kwa vita yoyote ama mashindano yoyote wewe kutumia njia ambaye mnashindana naye haelewi. Unaona? Kwa hivyo kama uko na secret weapon, sasa wewe uko mbele. Wale ambao wa siasa wa hali ya juu wanajua chakula niyo siasa ya juu zaidi. Sasa sisi wewe maya sisi tunakula, sisi tunafikiri tu kula tu ni kukula, wewe unaenda tu unanunua, haujui kuna mtu amefanya utafiti zaidi kujua wewe atakuzungusha vipi ili uweze kutumia, kwa sababu kuna mashindano, kuna kampuni nyingi zinauza chakula, kuna mahoteli nyingi. Kwa hivyo ule mtu ambaye anakuwa na siasa kali kabisa ni yule ambaye anaweza kujua jinsi unavyotumia chakula wewe ukaendelesha mambo yako. Na hiyo tutaingia zaidi. Safi kabisa Kabue. Leo naona tunapika Safuma aswa. Ni chakula kinahusisha nini? Na utuambie jina aswa ni wewe mwenyewe umeliweka ama jina limekuepo? Sawa. Safuma ni mfano wa chakula, aina ya chakula ambaye mimi naitengeneza, ambaye inaitwa kwa kimombo Afrofuturistic Conscious Cuisine. Afrofuturistic kwa sababu roots foundation yake, mizingi yake ni Uafrika. Right? Alafu future ni kwa sababu katika na utafiti wangu na maoni yangu, wale ambao watakula hivi
ndio watakuwa kule, wataweza kuishi maisha, kwa hiyo ndio watakuwa na future. Na ama wale watakuja baadaye siku za usoni, ambao watakuwa na ufahamu wa juu kuchukua chakula, watakuwa na chakula na principle kama hizi. Si hati ya kwamba nasema usikule hizi sana, lakini ni principle ya kula. Kwa hivi sasa chakula zangu zote mimi ni zile recipe nimeunda mimi mwenyewe. Kwa hivyo sasa hii vile ndugu yangu Anthony aliponipigia simu akaniambia nataka tufanye demonstration hii, nilikufikiria nini nitaweza tayarisha. Na kwa usiku moja tu juzi usiku nikaangalia zile vyombo viko hapa katika hii msimu huu season, nikaona. Na alafu nikakuja na jina la Safuma kwa sababu msingi wa ile kitu mkubwa sana hapa ni nduma. Ama zinaitwa taro ama arrowroots hapa wanaita, sawa hivyo. Alafu ile kitu ya muhimu sana ambaye hii ni mingi, lakini ile ya muhimu, ile most subtle taste hapa, ile ladha bora na ya gharama ni hii ambayo inaitwa saffron. Saffron kama tumevyotaja hapa kabla tuingie kwa hewani, kilo moja ya saffron inawastua wengi wakisikia gharama yake. Nimeuliza watu hapa Kenya wengi, na hata mmoja hakuna amekaribia hata kusema itakuwa pesa ngapi. Hata sitasema wengine hapa nimeuliza kati yetu, na hiyo sitatoboa wamesema sitoboa siri, lakini hii saffron ina cost 500,000. Kwa hivyo hii ni nusu milioni kwa kilo ya hii maua, kwa kilo ya hii safarani. Kwa hivyo safarani ndio nimeshikanisha majina ya safarani na nduma, kwa sababu katika ufahamu wangu hata kwa mila zetu sisi tumekuwa tukula hizi lakini sijui kama tumewahi sisi kwa familia yetu kuchanganya hizi flavors ambazo ziko hivyo. Ndio mara ya kwanza hapa. Twende kazi chef. Kazi sawa. Sasa nitawaelezea saffron tumekuambia ni nini. Sasa wacha tu kwa dakika sekundi 30 peke yake. Sekunde 30. Ni kuambia nini? Sasa hapa tuko na mint. Hii mint imetoka shamba yangu, nakuza pia ni kulima. Hapa tuko na maembe. Hapa tuko na fresh coconut ambayo mtazamaji, kama unajiunga nasi hivi sasa, leo tunapika safuma, najaribu kukutafsiria tu baadhi ya hizi recipe kwa lugha ya Kiswahili ili uweze kuelewa kabisa. Nasema ametumia nduma nadhani ni Kiswahili, kimombo anaita arrowroots, nduma mbili za size yani kwa kiwango. Alafu unaweza kutumia plantains zile mkono wa tembo 4, au ukatumia ndizi za kawaida iwapo utakosa ndizi mbili. Vile vile utatumia tree tomatoes. Tree tomatoes ni kama aina ya passion, lakini ina wekundu fulani hadi nje unaona ni tofauti. Kwa hivyo utatumia mbili. Vile vile utatumia ginger au tangawizi vipande viwili size ya kidole gumba. Utaweza vile kutumia tawi moja la fresh mint, kwa Kiswahili utatumia tawi moja la mnana ambalo litasaidia pale. Vile vile unahitaji vijiko vitatu vya asali, unahitaji kiwango kidogo kabisa cha zafarani, kwa kimombo wanafahamu kama saffron. Vile vile utahitaji pia kiwango kidogo kabisa cha black pepper au pilipili manga. Vile vile utahitaji pia kiwango kidogo au a pinch of nutmeg au kungu manga, na vile vile utahitaji malimau matatu ili kuweza kupika pishi la siku ya leo. Nadhani nimejaribu kuweza kutafsiria kwa lugha ya Kiswahili pishi letu la siku ya leo. Tunaweza ongeza maji hii kawaida, lakini kwa sasa tunaongeza hii maji ya coconut. Vile hiyo nazi tumevunja, tumeweka maji ya nazi. Sasa hiyo ndio tutaweka hapa hivi tuweze kuchanganya kidogo na huma, alafu tuweke katika sufuria yetu hapa kuna kisu kidogo, kwa hivyo tunachapa tu hivi kidogo. Alafu tuko tayari. Sasa tukiasha moto hapa itakuwa ni dakika kidogo hapa. Dakika kidogo watu wanakula. Alafu vile tutafanya tutaanza kuweka saffron au Waswahili wanaifahamu kama zafarani. Zafarani tutaweka zafarani. Na vile vile tutaweka black pepper. Sikumaliza hapa. Tuko na asali hiyo. Tuko na black pepper. Asali ya Kitui ama asali? Asali hapa ni ya kwetu nyumbani. Mahali nimezaliwa kwa nyumbani. Na hapa tuko na cloves. Na ukiangalia sana najaribu kutumia zile viungo vitu ambazo tunaweza kupata hapa kidogo, hizo natia maanani. Hizi ni black pepper, pilipili manga, unaona? Na pilipili manga ina historia yenyewe nzuri sana, ina historia yake nzuri sana, kwa sababu wakati pale mimi nimesomea Marekani,
Pale ule msafiri alikuwa anaitwa Christopher Colomba. Wanasema alikuwa wa kwanza kutangulia kwenda kule. Alikwenda kule kama amepotea, alifika Marekani kwa sababu alikuwa amepotea, alikuwa anaenda kule India. Na kule India nimesahau kutaja kitu moja. Zile kukumanga. Na vile katika hii ndio turaganishi nayo inaitwa ni nutmeg. Nutmeg kama kungumanga. Kungumanga. Sawa. Nafikiri sasa tuko na viungo vyote. Hapa tumesema hii ni mustard. Hii tuna cloves. Hapa tuna pilipili, hiyo chumvi hatutatumia tu. Mtazamaji, kama unajiunga nasi hivi sasa, leo tunapika safuma, najaribu kukutafsiria tu baadhi ya hizi recipe kwa lugha ya Kiswahili ili uweze kuelewa kabisa. Anasema ametumia nduma nadhani ni Kiswahili, kimombo anaita arrowroots, nduma 2 za size yani kwa kiwango. Alafu unaweza kutumia plantains zile mkono wa tembo 4 au ukatumia ndizi za kawaida iwapo utakosa ndizi 2. Vile vile utatumia tree tomatoes. Tree tomatoes ni kama aina ya passion lakini ina wekundu fulani hadi nje unaona ni tofauti. Kwa hivyo utatumia 2. Vile vile utatumia ginger au tangawizi vipande 2 size ya kidole gumba. Utaweza vile kutumia tawi 1 la fresh mint, kwa Kiswahili utatumia tawi 1 la mnana ambalo litasaidia pale. Vile vile unahitaji vijiko 3 vya asali, unahitaji kiwango kidogo kabisa cha zafarani, kwa kimombo wanafahamu kama saffron. Vile vile utahitaji pia kiwango kidogo kabisa cha black pepper au pilipili manga. Vile vile utahitaji pia kiwango kidogo au a pinch of nutmeg au kungu manga, na vile vile utahitaji malimau 3 ili kuweza kupika pishi la siku ya leo. Nadhani nitajaribu au nimejaribu kuweza kutafsiria kwa lugha ya Kiswahili pishi letu la siku ya leo. Vile tuko na ndimu 3. Naam, chef naona tayari umeweza kuweka baadhi ya vitu. Hebu tuambie umeweka nini na nini hapa? Nimeweka ile maji ilikuwa hapa ya majinazi, passion na tree tomato. Nimeweka ndani, nimeweka mint kule. Mint pia vile umeweka tawi zima. Tawi nzima. Na umeweka pilipili manga pia. Pilipili manga na sasa saffron tuko ndani. Unaweka saffron. Chef anasema bei ya kilo 1 zafarani unapata kipande cha ardhi. Labda sio Kimau huko Samira, sio? Maana dakika 5 unapata kipande cha ardhi. Dakika 5. Sasa bora chukua saffron au uchukue kipande cha ardhi. Kwa hivyo hapa tumelalia utajiri. Tumelalia utajiri. Inaonekana chef anaonekana na kilo nyingi pale nyumbani. Kama tumeandamana naye. Chef naona tayari unakata nduma. Sasa nduma tunakata kwa vipande vya za ndogo ili iweze kuiva kwa uharaka na pia vile kwa design. Kwa kuserve. Unajua watu wanasema watu wanakula kwanza na harufu na mapua. Ukisikia nyama inanuka huko hata uulizi butchery iko wapi. Wewe unafuata tu butchery. Sasa chef kuna vitu umeweka. Ndio. Nataka tujue tu baadhi ya umuhimu wa vitu kama hivyo. Yes. Tuanze na tawi la mnana au mint ambao umeweza kuweka. Ndio. Manufaa yake ni gani kwa mwili? Manufaa hapa, kwa manufaa yake hapa tunaweka ladha kwanza. Tusikizane mambo ya, kwa sababu unajua mimi nimeona hivi. Hata kama chakula zina ladha gani, faida gani kwa mwili, kama hiyo chakula akina raha nzuri, ladha nzuri, wewe utakuwa ukiwaambia tu wenyewe maana ya kula hii lakini haina ladha. Kwa hivyo tuanze katika siasa. Uliuliza political science. Sasa siasa ndio hizo. Sasa ya kwanza, wewe tengeneza chakula chako kikiwa kina ladha nzuri sana. Kama wewe ni mpishi, wewe uwe na chakula kina ladha nzuri mwanzo. Lakini si ukue tu akili yako ni ladha, kwa sababu ukiwa ladha utakula sumu. Haya. Kwa hivyo nataka kitu na ladha na kitu pia ina faida. Faida ya mint ni hii. Inasaidia tumbo katika ile digestion process, hiyo ni moja. Ya pili, ina madini tofauti yenyewe. Unaona? Kwa hivyo ukila mint, ukitengeneza chai kwa hii ukitengeneza chai na hii, ongeza maji hapa kwa dakika kidogo. Naona ukwaju umeweka pia tawi. Ukwaju nimeweka kwa sababu nataka ukwaju uweke ule uchachu. Unaona? Kwa sababu katika uchoraji wanasema, unajua wanasema kwa Kiingereza photography, unaweza photograph ni kitu unaona mtu amepiga picha, si unafurahia picha sana. Jina photography inasema uchoraji wa mwangaza. Photo na graphic kusoma. Photo ni mwangaza, unaona? Photosynthesis hivi, unaona? Kwa hivyo tunataka chakula ambacho kina ladha nzuri, kinanuka vizuri. Kwa hivyo katika nikiweka hii uchachu, nataka tuwe na different flavor profiles. Kuna ile nutmeg itakuwa nayo. Ile pilipili manga iko na flavor profile yake.
mint iko na flavor profile yake. Naam. Tukiweka matunda tofauti itakuwa na flavor profile. Kwa hivyo hichi chakula ukichiangalia chenyewe sio pengine unaweza wewe kupita sema tusini nduma tu anakula pale sio ni rahisi. Lakini wewe ukiweza kuelewa ile process tumepitia kwa hii chakula, hata kama ni kwa kuuza, ulikuwa unamuuzia mtu anaona kweli. Hasa ukiniuliza mimi, hii ni chakula tunaweza kuuza hata kwa 1,000. Kwa hivyo kwa sahani 1,000 nikitengeneza hapa maji kidogo ya kunywa vile vile kidogo, utaona hala hii kweli kitu iko na manufaa yake. Sawa. Kwa hivyo tunaweka hivyo. Sasa tunaenda kuongeza ikipika kama dakika 2 dakika 3 tunaweka mchicha ule na tunaweka mango. Sasa hii tunataka kuiweka hapa iive pole pole, tutakuwa tukizungumza panga. Unaona ukiona maji kwa sababu naona tuko watu wengi hapa kwenye studio. Tunaona hamna haja tubakishe hii kabisa, watu ni wengi bwana. Haya, habari ya utumishi wa kisu. Kisu ni kitu cha muhimu sana na kila mahali natembea na hizi kisu. Na hizi kitu pia ina historia yangu. Kwa hivyo nikitaka kukata kitu na kata flat mwanzo ili hii kitu ukiweza kukata haiendi kwa sababu safety ndio jambo la kwanza. Haya ndio upate base ya kushika. Sawa. Haya, jambo la pili, hakuna makosa naona watu wanavyofanya katika kisu ukataji isipokuwa kuweka vitu vidole vyao flat. Hii tunaweza soma hata kukuja kwenye hii televisheni. Kwa hiyo ni kama watu wanaweza soma jambo moja, kama mtu ana haraka pengine ningeanza hapa. Tafadhali soma kitu inaitwa knife skills. Uwerevu wa ujuzi wa visu. Haya, uwerevu wa visu ni vipi? Kila mara ondoa hizi kucha zako mbele ya kisu. Sio tu na utafanya hivi kwa kukata hivi. Hamna kitu kubwa siwezi kukata mimi bila kukata hivi. Unaona hii iko hivi. Nikikata hivi kwa sababu ukikata hii kucha kidogo itatoka yote na namchukua muda kidogo. Na hiyo tunaweza suluhisha. Kwa hivyo tunacheka. Unajua unaona knife skills hizo. Yes. Kama ulikuwa unazijua. Huyu kila siku tunasoma. Kila siku tunasoma. Tusome sote. Kwa hivyo hiyo tukisema hivi dakika kidogo hata ichukui sekundi 5. Haya, shukrani sana chef. Tuendelee tu hapo. Vile vile mtazamaji unaweza kupiga simu kupitia nambari 0729078787 kuweza kusema nasi. Na chef Kabua leo tunapika organic food. Sema nasi. Hicho kisu hicho kisu na vitu vitatu na kila kisu ina mahali naenda nacho. Umesema kuna historia yake pia. Iko na historia yake hiyo. Sasa hii kisu mimi nilipatiwa na mwalimu wangu. Ukiangalia hii kitu inaitwa ametoka hapa. Inaitwa Huntington Forge. Bennington Forge. Alikuwa mwalimu hodari, mwalimu wangu. Alinisomesha mengi, tulikuwa marafiki. Ameenda kuendelea pia vile vile kusupport kazi yangu kwa sababu pale shule nilipomaliza nilipewa kazi. Nikakataa kazi. Nilienda kufanya attachment, wale watu wakunipatia attachment akasema watanipa kazi, wakakataa. Mwalimu wangu alikasirika sana kwa sababu ile kazi ilikuwa nzuri, ni ya serikali, inalipa vizuri, unapata Marekani. Wewe umekataa kazi Marekani. Nikamwambia na nilikuwa sina pesa, mwalimu alikuwa ajua kwa sababu mimi nilipata usaidizi pale kidogo kwa kusoma. Kwa sababu calories kule Marekani iko gharama kwenda. Unapata mahali pengine wanalipisha mpaka milioni 8. Program ni milioni 8 kusoma, unaona? Sasa kwa hivyo si ati pesa kidogo kwa shule zingine. Sasa lakini kwa watu wengi wanaona gharama, mimi sitaki madeni sana. Nikauliza shule wanisaidie, nikajaribu kuongea nao niwaelezee faida yao, hata hao wakinishika mkono hata pengine waenda wakapata faida huko nyuma. Kwa hivyo sasa kisu kina hiyo historia. Kwa hivyo kila mahali nikienda, wakati niko Kenya niko na visu 3 hapa natumia, na hizo ni zangu tu. Wasaidi zangu na nakuja na visu. Safi kabisa. Safi kabisa. Najua hiyo bahati ya kusalia Marekani angeipata Bwana Matolo, ingekuwa leo hatunaye hapa ndani ya studio. Sababu bahati ya mtende hiyo kumea katika jangwa. Sema nasi mtazamaji 0729078787. Leo tunapika vyakula vya kiafya hapa. Tunatumia baadhi ya vitu ikiwa ni mnana au mint. Sasa naona tangawizi hapa, chef anaifanyia mambo. Mnana upo ndani, nduma zipo pale. Bado tuna passion hapa, tuna ukwaju, tuna asali, ipo mustard hapa, ipo cloves ipo mafuta ya zeituni au olive oil.
Ona chef pia vile Unaweka vile. ginger sasa. Unaweka madonge hivyo afu utatoka kama style hivyo. Kubwa tu hizo tunataka tuziweke maji toke huko ndani. Alafu tutazitoa. Tunazitoa hizo. Hizo minzi yote tutakula. Hizo tutakula nazo sitakuwa hatari. Hiyo pengine ndio zawadi yako hiyo. Wewe usabiwe hiyo moja tu kule huko sawa. Bana, kana shaka bana hapo anaingia madonge tutakula kweli. Unafinya tu kwa sababu ile unajua maji ikipigwa na moto unaona inatoa ule unyevu-nyevu. Inatoa ule unyevu-nyevu. Hatuitaki. Sabina Galoro, mbona wapisha leo kama umetulia hivi? Ndio unajua mara ya kwanza unaona. Ndio naona mara ya kwanza. Mwisho wa kuisha tutakuwa tumechanganya hivi vitu vyote. Sasa tunapata faida gani kwenye mwili yetu? Mwili wetu. Haya, sasa wacha nisome. Haya ni swali nzuri. Sasa katika masomo yangu ya Afrofuturistic Conscious Cuisine. Afrofuturistic Conscious Cuisine. Nasoma hivi. Nasema hivi. Umeshika hiyo? Mjanja huyu, mjanja. Nasema hivi. Ni si bora sana kufunza watu kukula ili wapate faida kwa madini fulani. Hiyo ni jambo jipya sana katika historia ya binadamu. Binadamu amejua kama mnyama mwingine wote chakula bora na ile si bora kwake. Si unajua, anajua. Lakini binadamu ndio mtu peke yake anatumia vyakula ambavyo anajua akivitumia vile ambaye amevielezewa atapata madhara na hamna kitu kingine. Mnyama mwingine kule kwetu, nikimaliza kujibu swali lako, nikiwa kijana mdogo kule Murang'a, niliuliza mamangu nikiwa kijana mdogo kama miaka 4-5, mbona umbwa inakula nyasi? Mama akanipatia lesson ya kwanza kwa masomo ama jawabu ambalo lilifanya mimi nilifikiria sana mambo ya chakula. Akaniambia umbwa ikikula kitu mbaya, hiyo tu ndio ile wakati umbwa inakula manyasi. Na ukitembea unapata umbwa ikikula manyasi inatapika. Kwa hivyo hata umbwa, mtu akiuita umbwa usikasirike sana, muulize amekuita umbwa na njia ipi. Kwa sababu katika ile njia ya kujitibu umbwa ako mbali. Sisi mwenyewe tunatumia baadhi ya kulevya, vitu mbaya. Kwa hivyo nasema hivi, nijibu swali yako, niseme hivi. Katika masomo yangu nasema soma wewe, jielimishe, na ndio nasema mambo ya food literacy kuhusu chakula ambaye ni bora. Na ukikula chakula mingi tofauti, au utakuwa na jambo la kuuliza hii ni na hii. Lakini wewe jihusishe kula organic, kwa sababu watu wanasema chakula mnataka kula hii lemon ina faida gani? Lakini huyo ambaye anauliza hivyo aulizi kwanza jambo la muhimu kwanza, imewekwa kemikali mbaya. Kwa hivyo unajua kama hata hii kitu ni nzuri namna hii, alafu niweke kemikali mbaya ya nikiikuza, sasa kwanza ina madhara kubwa kuliko ile faida iko nayo. Uko sawa? Sawa. Upo vizuri. Chef Kabwe bwana hapa anatufurahisha kabisa. Samira, angalia hapa Samira. Afrofuturistic Conscious Cuisine. Unasema vizuri sana. Harufu sana unaweza kuisikia. Harufu sana ya kuvutia hizi. Sasa pale safrano iko ndani, minti iko ndani, ginger iko ndani, maembe iko ndani, passion na tree tomato iko ndani pale. Kwa hivyo mate bata nyingine 5 hivi tutakuwa tayari tunaanza kutoa sahani hapa kufanya hivi. Lakini tukifanya hivyo kuna, kwa sababu ndizi naona bado huko kuna ndizi hizo tutaweka mwisho. Sasa hizo ni flavor ya ingine sasa ya mwisho huko kuganisha. Sasa kuna jambo naona hapa ni la muhimu, kwa sababu tunakaa tunaongea. Ni vizuri tukionja kitu pia tukunywe kitu. Hiyo tumeanza wakati wa zama. Unaona, sasa hapa tutatengeneza kanywaji pole. Unaona, kwa hii maji si mambo ingine. Tunaweza tree tomato moja, unaona, tuweke hapo ndani, alafu tuchukue passion fruit ingine moja tukeke hapa ndani. Hii ginger unaona imebaki hapa, ilibaki hapa kimaksudi. Na mchef, mafuta tutatumia kweli? Mafuta tutatumia. Leo ni wanasema ni organic. Ni organic tu. Hata mafuta ni organic. Na tutaongea mambo ya mafuta tukiwa na. Hata ndio niliyabeba kwa sababu ule Anthony wakati tulipatana pale katika event moja tulikuwa nayo organic farm kule Karura. Niliona alifurahishwa na mambo ya mafuta. Tulipata na baadhi ya kuongea mambo zingine, tuliongea mambo ya mafuta. Sasa na nikaona imemfurahisha, nikasema nikiweka hizi vitu zingine si hata wacha hii pia mafuta ni bebe.
Kwani huenda mtu akasikia hayo akakosa mengine, lakini akafaidika kwa mafuta. Lakini wakati kama utakuwepo, basi hiyo tutakuwa tu sawa sawa. Sasa lakini usisahau jambo kosa moja la kubwa sana ambayo wapishi wengi hufanya, at least utafiti ambao umefanywa kule Marekani, ni ya kwamba chef wanapika chakula bila kuonja. Tafadhali kama uko jikoni, msikilizaji, kama unapika tafadhali onja. Kama ni mbaya kuanzia. Kama yeye wili, kwa sababu unaweza mtu aliweka sukari katika hii chupa ya chumvi. Wewe unapika masaa na muda unayoyoma. Wewe unasema chakula kiko bora. Unasema mchuzi uko sawa. Hata mimi shujaa, mimi chef, sihitaji kuonja. Ukipeleka huko mtu anakuuliza mbona hii supu iko na sukari? Hii supu vipi? Vipi bwana ndio tamu hivyo bwana. Namwambia hivyo ndio mpishi, lakini wewe ukionja unaona ulikuwa umekosea. Kwa hivyo nasema mpishi akipika lazima aonje. Tafadhali onja. Kama ni nzuri anze, kama ni mbaya pia vile vile anze. Tujue mapema. Sawa. Zidi kusema nasi mtazamaji. Unaweza kutupigia simu kuuliza swali lako kuhusiana na mapishi ya siku ya leo, ikiwa nambari zinapita kwenye kio chako ni 0729078787. Pia vile unaweza kusema nasi kwenye mtandao wa Facebook pale kwenye comment section. Tunapika safuma. Haya. Endelea. Bado. Conscious cuisine. Samira Alisali bado. Na tembe pia zinaingia hapo ndani. Tembe tu sawa, tunaingia tu, tuna haraka, tuna shida na tembe. Tunaweka ndani kwa sababu hapa tutaweka maji. Hivyo sawa, tunaweka maji. Tunachukua tunapiga tu kwa sababu sio lazima tuwe, nilifanya kienyeji, ningeleta mashini zangu. Lakini sasa nikileta hizi mashini na msikilizaji mmoja, pengine wengi wako na hiyo mashini, lakini wao mmoja ule. Unaona, kwa hivyo mimi siwezi pika. Sasa mimi siwezi pika. Kwa hivyo mara mingi mimi upika. Ingredients hiyo siangushi. Sufuria utaona na nataka uishike uzito wake. Pengine ikishaiva. Lakini nataka jaribu sana kupika na viongo tu vya urahisi. Kwa sababu sio lazima uwe tajiri ili uwe na mambo ya upishi wa bora. Lakini utajiri wa kwanza ni chakula. Wewe huwezi kuwa tajiri kama ukuli. Huwezi kuwa tajiri kama hauli. Ya kwamba asali ndio kitu ambacho kinaongeza utamu wa sukari kwa upishi wetu, ambayo ukikula katika ile scientific classification, kila kitu ni either acid, alkaline ama acid alkaline, ama iko base, iko free, iko free, iko katikati kama maji. Maji si alkaline, si acid, hiyo iko katikati. Lakini kitu kingine chote kiko upande wa alkaline ama upande wa acid. Acid ni juu. Sasa vitu vile vyema vya kula kulingana na utofauti mingi ni vitu ambazo ziko alkaline. Unaona? Sasa chakula wewe ukichagua kula chakula ambazo ziko alkaline, tayari umepiga vita nusu ya kula bora. Sasa lakini asali, sukari inakuwa upande wa acidic. Na unaona ndio wengi watu wakiwa wanapata mashida mbalimbali. Lakini asali ni kitu moja ukila inakuwa acidic ukila. Ikiingia kwa tumbo inakuwa alkaline. Na sio vitu vingi viko aina hiyo. Kwa hivyo upande wa kula ukila kwa kipimo kwa chakula yote, hata kama chakula changu ni kizuri, tafadhali ninasema usikule sana. Hata wale ambao ni Waislamu wanajua. Wasema wasile sana. Wanajua bwana, msile sana. Wanaopenda kula sana. Msile sana bwana. Unaona sasa tuko. Natumai pia leo kina Beni watakimbia wakati wa kupakua. Isiwe kwa ni wakati wa pilau. Sema nao Samira Kaloro. Assalamu alaikum. Ametoweka huyo au umepotea, rudi tena hewani useme nasi 0729078787. Pishi linazidi kuiva hapa. Pishi linazidi kuiva. Bwana, leo tumejifunza kuwa saffron au zafarani bei yake sio ya kawaida. Kilo moja zafarani unasikia inauzwa kwa shilingi 500,000 au 500,000. Hiyo ni how many dollars? 5,000 $5,000 US dollars. Hiyo nakumbuka tukiwa Minnesota kule ndani ya taifa la Marekani, tukiwa na ndugu zangu walikuwa ndo tunaishi. Samira, sema nao. Naam, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bwana anapiga na ule mrudio au reverse call. Reverse call, tabia mbaya. Haya, shukrani sana. Zidi kusema nasi mtazamaji, pia unaweza kusema nasi kupitia mtandao wa Facebook,
Kama una maoni yoyote, una swali lolote unaweza kuuliza hewani. Samira, sema nao. Naam, asalamu alaykum. Tabia mbaya sana. Kinyume mustard. Sasa tunaweka yellow mustard, organic mustard, yellow mustard na ndio hiyo organic yellow mustard tunaweka ndani kwa sababu sasa tunakamilishia kumaliza. Hii kidogo cloves kidogo, cloves unajua ni vitu vingine ambazo spice moja ambayo imefanya East Africa ikajulikana sana tangu wakati wa zama na ndio ilifanya cloves zinafahamika kama karafuu. Karafuu ilifanya mpaka wa Omani kule wakakuwa kule Zanzibari, Pemba huko walikuwa wanafanya ile kilimo cha biashara kubwa sana. Ilikuwa karafuu ni dawa pia vile vile. Hebu tusikie kama kuna mtazamaji anataka kusema nasi. Asalamu alaykum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Karibu sana. Unaitwaje? Unatupigia simu ukiwa sehemu gani? Unaitwaje? Unatupigia simu ukiwa sehemu gani? Punguza sauti ya runinga yako. Naam. Haya. Wewe ni kama tumpati kombali sana. Zidi kusema nasi msikilizaji. 0729078787. Naongeza tena mint sasa tena nimeongeza kule, nimefinya hapa sio naweza weka kwa maji moto lakini again kwa kusoma jinsi tofauti. Mtu ambaye ana wakati wengine wanaona ni mdogo. Usije ukasema sikuwa na wakati wa kupika sio lazima ile ni jambo kali vile, sawa? Haya, sasa tumemaliza upishi tumemaliza, tumeweka viungo vyetu hasa sasa ndio wakati unafika wangu wa kuonja. Ingetakikana niwe nimeonja hapo awali lakini nimechelewa hapo kidogo, kwa hivyo mtu asifanye vile. Inaonja vipi? Tuko sabamba kabisa. Tuko sabamba. Sasa tunaanza kutoa zile viungo sisi hatuzitaki. Ile hatutakula, imefanya kazi yake, ile ginger imefanya kazi yake. Tunaona ile tangawizi, tunaondoa zile ambaye ulikuwa unaziogopa. Unaona sasa mlo ulikuwa unaenda vizuri lakini kutoa hata Samira aseme nao. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Karibu sana. Karibu. Naam. Kutoka Malindi, karibu. Kweli kabisa, nyute za limwagika hapa. Naam. Ni nduma peke yake. Haya. Haya, sawa mama yetu. Shukrani sana mama yetu, tunapiga kutoka Malindi. Nasema recipe ile iandike Kiswahili bwana, tumeandikia recipe Kizungu. Kuna baadhi ya majina pale na wapiga chenga mama yetu. Kwa hivyo epi kama unaweza kuandika Kiswahili, kama kitakupiga chenga Matolo atakusaidia, maana Kiswahili cha Mashariki hapo ni kizuri pia vile vile. Muweze kuifanya kwa Kiswahili. Naona tayari umetoa, nadhani leo kila siku Samira anaonja, leo pia itakuwa bora pia vile vile aonje. Siku nyingi nimeonja, sasa leo ni zamu yako Ali Salim. Tafadhali. Tunazidi kuendelea bwana. Sasa tunaweka mandizi dakika mwisho. Tuko kipindi cha lala salama. Kipindi cha lala salama. Dakika 2 hapa. Refaria muongeza dakika 2. Dakika 2 peke yake. Alafu salama. Sasa wale wako nasikia msikilizaji wetu ametupigia kutoka kule Malindi. Naam. Sasa yeye yako na bahati hata katika ile recipe ambaye kwa sababu atapata vitu ambavyo ningetarajia kuwa nazo lakini hatukupata. Naam. Plantain ndio natumianga hii. Lakini ni zile unaita sijui mkono wa tembo. Mkono wa tembo ama kitu kama hiyo, mkono wa tembo. Kitu kama hiyo. Sasa lakini kwa sababu hiyo hatuna tunataka ladha tu ya mandizi.
na pia ni hiyo ndizi ya plantain ni ndizi hata katika mapishi yangu kule Marekani napenda kutumia kwa sababu inatoka Caribbean. Unajua kule Marekani hawana ndizi. Hawakuzi mandizi. Mandizi yote inatoka South America. Hata hapo ndio jina kama umesikia Banana Republic ilitoka kule South America kwa sababu zile nchi zingine kama Guatemala zimeshikwa mateka na makampuni male makubwa ya mandizi kama vile Dole. Inakuwa hapa pale serikali hata haina uwezo wa kufanya mambo mengi kwa sababu biashara kubwa ambaye ni ndizi na hizi makampuni yanategemea sana hayo. Itakuwa kule basi nyani na tumbiri ni wengi sana huko. Si ndio lakini nyani wa kule nafikiri pia wamefunzwa kidogo mambo ya umuhimu wa mandizi katika siasa za chakula za duniani. Kwa hivyo hata pale wao pia wameshika laini. Lakini mchezo lakini mimi kama nasema nao. Assalamu alaykum. Sawa basi. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, huyu hayuko tayari. Sasa kaa yuko tayari. Wacha sisi tuko tayari. Sasa la mwisho wasikilizaji waangalie. Sasa hii yahitaji dakika 2 peke yake katika hii moto tuko nayo. Dakika 2 hii mandizi itakuwa imeweka ladha, unajua ni mandizi imeiva. Kwa hivyo tunataka tu ile iweke tu ile ladha kidogo pale. Umetoa tu zile tangawizi zote? Tangawizi zote nimetoa. Alafu ile nini ukwaju pia nimetoa, iko na hiyo ndio sasa ya kuganish sasa. Sawa. Sasa tutaweka hii kitu inaitwa asali. Hii ndio kitu ambao unaweka mwisho kabisa. Kwa sababu hautaki kuipiga moto sana. Asali haipikwi. Hautaki kupika asali. Unataka tu ile tu iweke tu ladha, kila kitu imeiva. Hiyo moto iko nayo ni sawa. Na kwa sababu mbili. Ukiweka kama wale wanataka kupiga sukari, wale wanataka kupika na asali. Ukiweka asali ama sukari mapema itaingia ndani kabisa kwa chakula. Alafu ikidistribute huko ndani itakubidi tutumie sukari nyingi. Na vile lakini ukiweka juu pale wewe tu ukiuma usikie iko tamu, hiyo ingine huko ndani wewe unaona. Kwa hivyo pia ni ujanja wawe kutrick mwili yako iridhike bila kutumia madhara. Unaona kama naona iko na supu. Hiyo supu yote tunakunywa. Hiyo supu hiyo ndio tunaganish. Unajua utaki mtu Samira hapa akikula aanze kukua choke kidogo, aanze kukohoa, ashindwe kuongea na watazamaji kwa sababu ameonja, unaona. Kwa hivyo nataka tu iwe na supu kidogo kwa kuganish na mwelekezi. Hebu nipe recipe nijaribu kuwasaidia ndugu zangu Kiswahili ili iwe bora zaidi, kwa sababu wanalia kuwa ipo katika Kimombo na wanashindwa. Najaribu kukutafsiria tu baadhi ya hizi recipe kwa lugha ya Kiswahili ili uweze kuelewa kabisa. Nasema ametumia nduma nadhani ni Kiswahili, Kimombo anaita arrowroot, nduma 2 za size yani kwa kiwango. Alafu unaweza kutumia plantain zile mkono wa tembo 4 au ukatumia ndizi za kawaida iwapo utakosa ndizi 2. Vile vile utatumia 3 tomatoes. 3 tomatoes ni kama aina ya passion lakini ina wekundu fulani hadi nje unaona ni tofauti. Kwa hivyo utatumia 2. Vile vile utatumia ginger au tangawizi vipande 2 size ya kidole gumba. Utaweza vile vile kutumia tawi 1 la fresh mint, kwa Kiswahili utatumia tawi 1 la mnana ambalo litasaidia pale. Vile vile unahitaji vijiko 3 vya asali, unahitaji kiwango kidogo kabisa cha zafarani, kwa Kimombo wanafahamu kama saffron. Vile vile utahitaji pia kiwango kidogo kabisa cha black pepper au pilipili manga. Vile vile utahitaji pia kiwango kidogo au a pinch of nutmeg au kungu manga, na vile vile utahitaji malimau 3 ili kuweza kupika pishi la siku leo. Nadhani nitajaribu au nimejaribu kuweza kutafsiria kwa lugha ya Kiswahili pishi letu la siku ya leo. Salim, wewe nataka uonje hii. Mimi sio Samira. Wewe sasa sio Samira. Sema tuangalie kama tuko na ladha nzuri hii, alafu tutatengeneza plate. Sasa tuoneshane kama ingekuwa ni tuko hapa na tuko na kama tungekuwa naye mgeni wa heshima. Ule boss hapa. Unaona? Tungeongeaje naye? Tungemwandaliaje yeye mwenyewe? Tukaongea kidogo. Unaona? Hii maji
tunafanya hapa tu kienyeji, ni kama tuko jikoni. Tutaondoa hizi mbegu, sawa? Hizo tunaondoa. Haya, alafu tunaleta garnish. Ile garnish tumeweka tayari tumeweka nini kidogo. Lakini kama unataka kidogo, hiyo tutafanya. Lakini nataka kwanza wewe uonje wewe mwenyewe. Uonje tu kidogo, uonje kidogo. Hiyo naweka nini sasa bado? Hiyo ni ile maji hapa tayari, rangi, tunaweka rangi. Na ni rangi ya maji ya tree tomato. Wewe uko na tree tomato na passion, umeona yote tumeweka hapa na ile mint, sawa? Haya, hii sasa tunapoza sasa tuongee. Sasa wewe onja na Samira, tuko na uma mbili. Sasa asije akaona sisi kama tumemtenga manini. Tuko na ubaguzi wa wanawake unaona? Lakini uma unazo mbili hapo. Haya, sasa kwanza muonje. Mimi sikuonja kwa sababu nyinyi ndio wageni rasmi, ndio boss wa heshima. Sawa Sasa in the meantime ukionja mimi nitatengeneza moja ambaye itakuwa sasa kama ile. Haya Samira, wanasema hebu tuonje, utuambie kulikoni kidogo Samira. Nitakuongezea kidogo. Nataka uongeze kila unataka uonje mpaka kila kitu sawa. Unaona sasa maandalizi yake pia mazuri. Sasa ndio tuangalie hapo mambo itakuwa vipi. Hebu tuonje tuone kwaje. Samira kama anajitafuta ajipati. Mate yananidondoka. Sawa nasikia. Amena galoro. Abu tuambie unaonjaje? Ni kuonja, si kukula. Ni kuonja. Sawa? Kwa kweli nasikia ladha ya asali. Yaani kila kitu kimeingiana. Alafu sisikii nduma. Mimi nasikia zafarani. Ipo pale nimeweza kuonja, nasikia harufu ya mnana au mint ile ipo imekolea, na nasikia pia passion kwa mbali. Na ndizi pia. Na ndizi. Kwa hivyo mapishi kama unavyoona chef anazidi kuandaa, lakini mapishi ya leo mtazamaji kama unavyoona tumeweza kuonja ni mapishi mazuri. Wenyewe nasema ni organic. Kama wewe ni mtu vegetarian sio, na sasa kuna nyama yote au product yote ya mnyama ambayo imeweza kutumika hapa kwa siku ya leo. Na chef tukimalizia unahisi pishi kama hili linaweza kuliwa saa ngapi hivi? Hili sawa, ni vizuri. Sasa nimetengeneza hii recipe kwa fikira mbili. Ukiwa na fine dining experience, hii inaitwa appetizer. Inaweza kuwa mahali pa kwanza kula kitu kidogo kama una wageni kifahari, wakija pale unawatayarishia hii kwanza waonje kabla wale. Haya ni jambo moja. Jambo la pili, unaweza tumia hichi chakula ni ukiwa na kama dessert. Watu wakishakula chakula kabisa, wamekula nyama, wamekula samaki, na ndio nilikuwa nimeonja hiyo asali, nikasia asali haikuepo kabisa. Kwa hivyo tutafanya kidogo kule muonge upande hii mwingine. Msikie kama kuna mabadiliko kidogo tu katika ile hiyo, alafu tuweke hii manga kidogo uonje hiyo kidogo. Msikie kama mtapata, kwa sababu nafikiri wewe mwenyewe mpishi, wewe ndio unajua ile flavor ambayo unataka. Unajua nasema flavor. Wewe ni kama wewe mwenyewe ndio GPS. Unajua mahali unatoka na mahali unataka kwenda kabisa. Unaona? Samira utakuonja? Wewe nitaonja baadaye, nitaikula baadaye, si kuonja. Sasa mtu atataka kula. Ndio hii tunaweka. Unaona? Tofauti hapa na hapa. Sasa sufuria ndio hii, wageni. Tofauti ni gani? Asali hapa inasikika. Yasikika. Sasa kwa karibu sana. Tulikuwa balance. Unaona ile mimi niliwaambia nyinyi mjaribu. Alafu mkijaribu basi tutapata kupata ladha. Sasa kile kamera kipata kama hii, maana hii ndio final product ambayo imetoka safi kabisa. Samira itabidi umesogeza mbele ili iweze kuonekana kwa karibu. Alafu hii linavyotokea kama hivyo. Sasa hapa hivi niongeza hivi tu kidogo. Kidogo. Unaona una rangi kidogo Alafu kushaweka rangi, unaweka nutmeg sasa. Juu. Unagonga nutmeg juu. Ukiangalia sahani
na kama ni kama imenyeshewa na mint mist ya brown, ndio urembo. Mshikaji bado ukipata basi itakuwa bora zaidi. Sasa ndio pishi letu la siku ya leo. Mambo yamekuwa hivyo, pishi limekuwa imara kabisa kama unavyoona hapo. Ndio pishi hilo, serving yake pia imekuwa ni hatari. Ndio tumemaliza. Naam chef, namaliza ya mwisho. Naam. Sasa unaona hapa kuna koko. Koko ni kitu tunatoka hapa West Africa. Naam. Na hii ni koko yenyewe inaitwa cocoa nibbles. Unaona hii ni koko tu, si unaona yenyewe? Ni hizi nibbles tu zimegonga gongwa tu. Haija si powder. Unaona? Umeongeza hivyo. Kwa hivyo na hizi ni vitu tuko nazo hapa Afrika, kwa hivyo sio vitu tunatoa mbali. Kwa hivyo ukiongeza hii, sasa nyinyi mtakula nyinyi na wote mtaonja mpaka kila kitu. Alafu mtajua ni vipi sasa. Asante sana. Ndio pishi la siku ya leo. Naam chef, kauli yako mwisho tukimaliza kipindi cha siku ya leo. Sasa mimi nisemeje? Mimi shukrani zangu nihimize wasikilizaji wetu, tafadhali, mtu kama ulikuwa hujaona umuhimu wa kula, wewe ujue, niseme hivi pengine la mwisho. Ukiangalia utofauti wa ule mtu tajiri zaidi Kenya hii na ule mtu maskini zaidi Kenya hii, hata sisi tuwezi kufikiria. Kuna mtu ako na jets 5, helicopters nini, sawa? Mwingine ako pale kwa barabara na wheelchair na kikombe cha plastiki, anauliza shilingi moja ama chochote. Sasa huyu ni maskini. Lakini ukifikiria utofauti wa ule mtu huyo maskini huyo tajiri, kwa mafahamu yake ya chakula haina utofauti huu, kwa sababu huyu ambaye yako kwenye hapa barabarani na ule tajiri wanakula ile mkate, wanakula ile mkate. Ugali, unga wa ugali ni ule wanakula kwa duka. Sawa, naenda duka sawa. Kwa hivyo hiyo utofauti ni kidogo sana. Sio lazima hiwe hivyo. Na sio kusema tunataka watu wawe tofauti, lakini nasema chakula chetu cha Afrika ni lazima tukiinue. Iwe sio kila kitu, sio mahindi peke yake ama tunaita vile ugali na sukuma na samaki, hapana. Sasa tumeenea zaidi kwa ufahamu sisi kama Afrika. Na leo tutoe chakula chetu katika utumwa ama utumwa. Chakula yetu iko katika utumwa, ukoloni. Sawa. Shukrani sana Kabue. Samira Galoro, maneno kwa mwisho tukimaliza chakula umekionaje tukimalizia? Sijui kama tutakuwa na simu moja ya mwisho tukimalizia, lakini nataka nisome ujumbe moja mbili hapa. Haya, pitia wanasemaje hapo. Tupate simu kwanza. Asalamu alaykum. Assalamu alaikum. Tunashukuru, alhamdulillah. Vipi hali yako? Nashukuru, naona mnafika. Kijana anatoa mate, sijui amefunga leo. Hajafunga, umemwona kila. Amekula msiara mwenyewe na sisi tunauliza huyu kitu. Naam. Tutawezaje kujua, manake mwanamume anapika kuliko mwanamke. Sasa hivi vitu vinavyokuwa vizuri ndio vinatutatiza, vinatuchanganya. Lakini nimefurahia sana kwa hiyo pishi wenu. Mimi ni vile nafunga ndio kidogo. Shukrani sana wewe. Shukrani sana. Haya. Ujumbe moja mbili. Mohamed Hassan anasema mashallah. Zainabu Ali anasema mashallah, great, thanks, we shall view. Ameangalia kipindi. Haya. Nikimalizia, mtazamaji, asante sana kwa wale wote ambao wameweza kuchangia katika kipindi, kutupigia simu, kututumia ujumbe na pia kututizama. Mpaka Alhamisi ijayo, sijui tutakuwa tunatayarisha nini, chakula kipi, na sijui tutakuwa na mpishi yupi, na kutakia kila la kheri katika shughuli zako za baadaye. Mimi naitwa Samira Galoro. Kila siku ya Alhamisi tunakutana hapa ndani ya Al-Huda TV katika kipindi cha Sabah al-Khair. Shukrani sana mtazamaji, ndio tunalifunga jamvi la Sabah al-Khair hadi siku ya Jumatatu. Lakini kumbuka siku ya Jumamosi kipindi cha Alua Sport kinakujia kuanzia mwendo wa saa 7:30 hadi saa 9 mchana. Kwa hivyo utaungana nao kuweza kupata habari mbalimbali. Lakini kutoka kwetu kwa siku ya leo, shukrani sana kwa wote ambao wameweza kutuzama, shukrani kwa wote ambao wameweza kupiga simu, shukrani kwa ambao wameweza kutuma ujumbe, na shukrani kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo ya siku ya leo. Hadi wakati mwingine tunakuacha na asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.